Mwanamke mwenzangu, kutii ni maamuzi ya hiari. Yaani ni maamuzi tu ya hiari ambayo yanahitajika yako wewe mwanamke kumtii mumeo. Kwa kutambua tu nafasi ambayo amepewa. Kama ambavyo tunakumbushana kila mara. Nafasi ambayo amepewa katika imani zetu na dini zetu. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, mume amepewa nafasi kwamba ni kiongozi, kwamba ni mtawala, unatakiwa umtii. Lakini tukitazama kwenye jadi zetu, wanaume tangu asili walipewa hiyo nafasi. Lakini tukitazama kwenye asili tu, hata ukiangalia wanyama, unakuta dume ndio ambalo limekuwa linaongoza. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kuitambua tu hiyo nafasi, kumbe mwanamke unahitaji tu kufanya maamuzi tu ya hiari kwamba mimi nimeamua kumtii mume wangu, sio kwa sababu sina hela, sio kwa sababu nahitaji namtegemea, sio kwa sababu yoyote, ila tu kuitambua ile nafasi. Mfano wake mimi ambao huwa naupendaga sana ni mfano wa mazingira ya ajira. Mazingira ya ajira kwamba mko pale ofisini. Kwa mfano, mko kwenye boardroom, mko kwenye mkutano wa viongozi. Katika chumba cha mikutano cha viongozi, wanaitaga boardroom mara nyingi. Mkiwa pale, kama kuna chief executive officer au makampuni mengine wanaita managing director, yeye mnajikuta mkiwa mmekaa pale, mnamtii, mnamsikiliza. Sasa huyu kwake huwa kuna wepesi. Kuna wepesi kwa sababu yawezekana alifanyiwa usaili, akaonekana ni bora zaidi kwenye nafasi hiyo. Kwa kawaida walikagua vyeti vyake, akaonekana ni bora kwa nafasi hiyo. Sasa ukishajua kwamba hii nafasi ameipewa, basi unamtii. Japo katika kile kikao, katika maamuzi, wakati mwingine anakuhitaji wewe, anatuhitaji sisi wengine ambao yamkini tupo kwenye kile chumba cha mkutano, wakurugenzi wa vitengo mbalimbali, mameneja wa vitengo mbalimbali, kumsaidia na kumuongoza. Lakini wote mnamtii na kumsikiliza. Lakini mfano mzuri zaidi huwa ni pale ambapo itokee sasa mpo kwenye mkutano, labda ainuke, alafu aseme ninampa nafasi fulani aweze kukaimu nafasi yangu kwa sababu kumetokea emergency, mimi natoka. Kumetokea dharura, mimi natoka. Utakuta kwamba yule aliyepewa kukaimu mara tu baada ya kukabidhiwa ile nafasi alikuwa mwenzetu, tunalingana naye, pengine tunalingana vyeo, pengine tunalingana mshahara, pengine tunalingana elimu. Lakini kwa kuwa tu amekabidhiwa ile nafasi, kwa kuitambua ile nafasi, tunaamua tu kumtii. Atakapoanza kutuongoza, anaruhusu nani aongee, nani asiongee, anamalizia na kukamilisha maamuzi, tunamsikiliza, tunamtii. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, habari ya kutii ni maamuzi tu kwa kuitambua ile nafasi ambayo mwanaume amepewa. Amua tu kumtii. Inamaanisha muda mwingine yeye mwenyewe atahitaji maelekezo yako. Yeye mwenyewe atahitaji kukusikiliza wewe. Yeye mwenyewe atahitaji mawazo yako, labda hata na mawazo ya wengine. Sio kwamba anajua kila kitu, sio kwamba anaweza kila kitu, sio kwamba ana hela kuliko wewe, ni kuitambua tu ile nafasi na wewe fanya tu maamuzi ya kumtii. Ukifanya tu maamuzi utakuta mambo yote yanakuwa mepesi. Kwamba yeye ni kiongozi, kapewa na dini, kapewa na asili nikiangalia, kapewa na jadi zetu. Lakini pia sasa yawezekana wakati mwingine huwa tuna kwenye haya mazingira ya ajira huwa tunakuwa na utii zaidi kwa kuona kwamba hapa nisipotii kuna madhara yatatokea. Wakati mwingine kufukuzwa kazi, kuadhibiwa, kushushwa cheo, kutopata marupurupu na vitu vingine. Kumbe tunapofikia kwenye mazingira ya nyumbani, mara nyingine wanawake tunaacha kutii wakati tunajua tunatakiwa kutii. Na hapa tunakumbushana kila siku tunatakiwa kutii. Tunasahau kwamba madhara pia yapo. Vitu alivyoviweka Mungu, madhara pia yapo. Yapo madhara kwamba familia inabongonyoka usipotii. Inabongonyoka hata kama ni mume wako ataamua kunyamaza ili kuwe na amani, bado unabongonyoa familia. Na familia ikibongonyoka, ikitokea kwamba unajikuta sasa unalea watoto mwanamke wakati mwingine peke yako, ujue kama unalea watoto wa kike, unawafanya watoto wa kike ambao wanakuwa na kisaikolojia na pengo kwenye mioyo yao la kupendwa na mwanaume, kwa sababu wanakuwa wamelelewa mbali na baba yao. Wamelelewa bila kupata upendo wa baba yao. Mara nyingi, yani zaidi ya 90% ya watoto wa aina hii huwa wanaingia kwenye mapenzi uchwara, mapenzi ya uongo, na wanaumizwa. Kwa sababu ya uhitaji walionao ndani ya mioyo yao, wanakuwa wepesi kukumbatia penzi linalokuja. Kumbe penzi jingine linakuwa sio penzi la ukweli. Walitakiwa kupata penzi hilo la ukweli kwa baba yao. Sasa wanapata kwa mwanamume mwingine huko nje, kumbe sio penzi kwao. Yaani sio kwamba yule mwanaume anampenda huyu binti, ila yule mwanaume anajipenda mwenyewe tu, anamtumia huyu binti kujipenda na kujifurahisha. Mabinti wengi wametumiwa na kuharibiwa sana.
Watoto wa kiume wakati mwingine tunawalea wanakuwa na ulegevu kwa kutojua nafasi ya mwanaume, kwa sababu wanalelewa bila baba yao. Kwa hiyo madhara yapo hata pale ambapo unaweza ukatazama kule ofisini, kule kazini, kule kwenye biashara ninatii boss kwa sababu ya pesa, na madhara yanaweza kujitokeza nisipotii. Hata huku nyumbani madhara yapo, tena madhara ni makubwa. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, ninakutia moyo kwamba kutii ni maamuzi ya hiari. Amua tu kwamba nimeamua tu kumtii huyu mwanaume, alafu chukua hatua ya kuanza kutii. Mambo yote utaona yananyooka. Asante, kwaheri mpaka wakati mwingine.